Hii zakatul fitri wanachuoni wa lugha, zakatu neno zaka wanaita annamau au ziyada, ni kule kuzidi kitu au kukua au taharatu au albaraka katika lugha Lakini wanachuoni katika istilahati zao wanasema hiya sadaqatun ma'lumatun, ni sadaka maalum, bimiqdari ma'lumin, ambayo hutolewa kwa kiwango maalum, min shakhsin ma'lumin, kutoka kwa mtu maalum, litaifatin ma'lumatin, kupelekwa kwa kundi maalum katika jamii ya watu. Ni sadaka maalumu, hutolewa kwa kiwango maalum. Tushaona ni pishi, sio? Min shakhsin ma'lumin, kutoka kwa mtu maalum, Muislamu, sio yoyote tu, mtu maalum ambaye ni Muislamu. Litaifatin ma'luma, kufikishwa kwa kundi maalum katika jamii ya watu, nao ni mafakiri na masikini. Hiyo ndio zakatu alfitri, na katika majina yake inaitwa zakatul fitri, pia inaitwa zakatul abidan. Zakatul fitri au inaitwa zakatu al-abidan au inaitwa sadaqatul fitri, yote ni katika majina yake. Imeitwa kwa jina la fitri kwa sababu inakuwa ni kifungua kinywa cha watu kuanza kula mchana siku hiyo ya Eid, baada ya kuwa wamefunga mwezi mzima. Inakuwa ni alfitru, watu wanafungua vinywa vyao sasa kuanza kula mchana siku ile, baada ya kuwa wamefunga mwezi mzima. Ndio maana ikaitwa zakatul fitri, zaka ya kufungua, kuendelea kula mchana baada ya kufunga mwezi mzima. Na sababu ya kuitwa al-abidan, zakatul abidan, zaka ya viwiliwili. Abidani viwiliwili, miili ya watu, kwa sababu inampasa kila mmoja na nafsi yake, kwa sababu inapasa kwa kila mmoja kwenye nafsi yake. Hii zaka haipasi mali, hii zaka inagusa nafsi ya mtu. Wewe kama wewe utoe, haitakui mali hapa, tofauti na ile zaka kubwa. Ile zaka kubwa kinachohitajiwa ni mali, hapo unahitajika wewe. Kwa kila mmoja inamgusa, mwanamme, mwanamke, mkubwa, mdogo, Muislamu, muda kwa amediriki sehemu kwenye Ramadhani na amediriki sehemu katika haya masiku ya Eid. Na katika malengo ya zaka hii tumeona kwenye hadithi kumtoharisha mfungaji, na zaka hii huwa inamtoharisha mtu nafsi yake yeye mwenyewe, inamtoharisha. Ile zaka kubwa inatoharisha mali ya mtoaji wa zaka ile. Tofauti baina ya az-zakatu, zaka ile kubwa kawaida, na zakatul fitri. Katika tofauti zake, zakatul fitri inamtoharisha mtoaji. Ile zaka kubwa ya mali inatoharisha mali ya mtoaji. Ile mali yako inabarikiwa kwa kuitolea ile zaka kubwa. Lakini hii zakatul fitri inakutoharisha wewe minal laghwi warafath, kutokana na puo na maneno machafu yaliyojiri ndani ya mwezi wa Ramadhani. Lakini zaka hii vile vile tumeona ni faradhi, sio jambo la khiari. Kwa kila ambaye atakuwa na uwezo huo anatakiwa atoe, ni faradhi. Na kwa dhahiri ya maneno ya wanawachuoni, ilifaradhishwa hii Ramadhani mwaka wa pili kutokea mtume kuhamia Madina, na baada ya kufaradhishwa Ramadhani, baada ya faradhi ya Ramadhani kafuatishwa hii zakatul fitri, fahiya tabi'atul lahu, ikawa zakatul fitri ni yenye kufuatia mwezi wa Ramadhani. Na asili yake ni hadithi ya Ibn Umar ambayo tumeisoma hapa, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin, mpaka mwisho wake, kwa mkubwa na mdogo, mwanamme, mwanamke, huru, muungwana, mtumwa, na inatekelezwa kabla ya watu kutoka kwenda katika swala ya Eid. Na kuna baadhi ya dalili katika Qur'ani zinatilia nguvu hilo,
kama ilivyo katika tafsiri ya Ibn Abi Hatim ameleta baadhi ya athari, baadhi ya salaf wametolea ushahidi wa aya zakatul fitri pale aliposema Allah qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla, hakika amefaulu yule aliyetoa zaka ya fitri, wa dhakara isma rabbih, na akalitaja jina la Mola wake kwa kuleta takbira za Eid, fasalla, na akaswali swala ya Eid. Wanasema aya hizi mbili zimekuja kutolea ushahidi swala ya Eidul Fitri. Qad aflaha man tazakka, hakika amefaulu yule aliyetoa zakatul fitri, wa dhakara isma rabbih, na akalitaja jina la Mola wake kwa kuleta takbira za Eid, fasalla, na akaswali salatul Eid. Kuna athari katika tafsiri Ibn Abi Hatim zinasema hivyo kuonyesha umuhimu wa kuitoa hii zakatu alfitri, na athari hii imepokewa kutoka kwa Ata na wengineo kwamba yeye alikuwa na msimamo huo, lakini vile vile kutoka kwa Muhammad ibn Sirin pia ametumia dalili hiyo. Kisa Muhammad ibn Sirin qala adda sadaqatal fitri, alipokuwa anaitafsiri aya hiyo, thumma kharaja fasalla ba'da ma adda. Qad aflaha man tazakka, manaki akatekeleza sadaka ya fitri kisha akatoka akaswali swala ya Eid baada ya kutekeleza. Asnafu zakatil fitri, makundi au vitu vinavyotolewa katika zaka ya fitri tumeshaviona kuwa ni vyakula. Abu Said anasema kwamba wao walikuwa wakitoa sampuli fulani za vyakula kama vile pishi, swaa min ta'amin, pishi inayotokana na chakula ambao hapo utaingia mchele na vinginevyo, au swaa min sha'irin, au pishi inayotokana na ngano, au swaa min tamrin, au swaa min aqtin, au swaa min zabib. Kwa chakula chochote kinacholiwa ndani ya mji fulani ambacho kinapendwa na wengi, na kwa Arabu wakati huo walikuwa wakipendelea hivi ambavyo tumevitaja hapa. Kiwango cha zakatul fitri hutolewa pishi moja inayotokana na chakula, hutolewa pishi moja inayotokana na chakula kama tulivyoona hadithi ya Abu Said, swa'an min ta'amin. Na kwa vipimo vya hivi sasa pishi moja kwa hivi sasa inalingana sawa na kilo 3 kilo gramat. Kilogram ngapi itakuwa 3 kilo gramat? Kilogram ngapi? 3. Kwa maana wanasema kilo 3 za chakula, au wanasema kilo 2.5. Baadhi wanachuona wameenda hivyo, kilogramaini wa nisfu, kilogram 2.5. Udhibiti sasa hivi hatutumii pishi sisi wala vibaba. Sasa wanachuona washaturahisishia hiyo pishi hiyo ambayo ni mimimino minne ya viganja vya mtu mkati na kati wa maumbile, inalingana sawa na kilo 3 au kilo 2.5. Hizi kauli zote zipo kwa wanachuoni. Ukitoa 2.5 fabiha wa neema, ukitoa 3 ndio uzuri zaidi. Kama imezidi hiyo nyingine itakuwa ni sadaka yako. Kinachotakiwa isipungue chini ya 2.5. Wakati gani inatolewa zakatul fitri? Tumeona katika hadithi tulizozipita kwenye kitabu chetu, wakati wa kutolewa zakatul fitri baada ya jua kuzama, ambayo asubuhi yake watu wanaswali Eid mpaka watu wanapotoka kwenda kwenye musalla. Anasema al-Imam Ibn Abi Shujaa katika al-Ghayat wal-Ikhtisar ash-Shafi'i, tajibu zakatul fitri bi 3 ashiya'i, itawajibika zaka ya fitri kwa vitu vitatu. Al-Islam, Uislamu. Vitu vitatu ndio wanajibisha zakatul fitri. Kwanza Uislamu, asiyekuwa Muislamu hawajibiki zakatul fitri. Wa bi ghurubi shamsi min akhir yawmin min shahri Ramadan, na kuzama jua kutokea siku ya mwisho wa mwezi wa Ramadhani, kitu cha pili hicho. Wa wujudul fadli an qutihi wa quti iyalihi fi dhalika al-yawm, na kupatikana ziada ya chakula chake mtu na chakula cha familia yake siku hiyo.
wa yuzakki an nafsi, na mtu ataitolea zaka nafsi yake, wa amman talzamuhu nafaqatuhu min almuslimin, na kwa wale ambao chakula chao kinamlazimu yeye katika Uislamu. Watu ambao chakula chao kinakulazimu wewe ukitoe ili wale, hao utawatolea zakatul fitri yule, yani watoto wako na wale ambao wewe unawasimamia chakula chao. Zaka ya fitri yao ipo kwako wewe, isipokuwa katika wale ambao wanajiweza, wanaweza kujitolea wenyewe. Lakini wale wadogo wadogo wote, una toto zimepangana pale kama ngazi, usijue kuzaa, na zaka pia juu yao ipo. Joka wamwaga tu, wafyetua kama tofali, lakini zaka hutaki. Fyetua, lakini na zaka ipo. Wote ambao inalazimika kula yao kwako, hao utawatolea zakatul fitri. Pia akasema Ibn Abi Shujaa, swa'an quta baladihi, ambayo ni pishi, chakula cha mji wake, mtu kinacholiwa sana. Qut baladihi, mshafi wewe ndio ukasema sema Shafi tunatoa pesa. Hawa ndio wenye ushafi kina Ibn Abi Shujaa katika al-ghayatu wal ikhtisari, chakula mtu kinacholiwa katika mji wake. Sasa kwa nani inamlazimu hii zakatul fitri? Ibn Naqib ash-Shafi'i katika Umdatus Salik anasema tajibu ala kulli hurrin muslimin, itapasa zakatul fitri kwa kila muungwana aliye Muislamu. Ama wale watumwa wale, zaka yao ya fitri iko kwa mabwana wao wanaowamiliki, wanatakiwa wawatolee, kwa sababu yule mtumwa kula yake ipo kwako wewe bwana, kwa umtolee yule mtumwa wako. Lakini mtu aliyekuwa huru inamwajibikia yeye kama yeye, muda wa kuwa uwezo anayo. Inapelekwa kwa nani zaka ya fitri? Tumeona katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas, zakatul fitri inakuwa ni tuhuratan lis-sa'i, ni kwa ajili ya kumtoharisha mfungaji minal laghwi warafath wa tu'matan lilmasakin, ndio sema shahidi, na ni kwa ajili ya kuwalisha maskini. Zakatul fitri hapo itajiri, wala hapewi yule ambaye kula yake inakulazimu wewe, kwa maana ukampa mwanao, la sema huyu mwanangu mwenyewe maskini, la, wakati kula yake ipo kwako humpi zaka huyo, bali yeye utamtolea zaka kuwapa wengine. Sawa? Kwa lengo ni kuwalisha masikini. Na ikiwa kaingia maskini hapo, tumeona kuingia fakiri ni bimbabi au la. Wala zakatul fitri haipeleki kwa zile mbea 8, sampuli 8 za watu wanaopewa zaka kubwa ya mali, haipeleki kwao, kwa maana wabnu sabili wala amilina alaiha wa fi riqabi, wakapeleka huko wenye inapelekwa kwa sampuli watu aina moja tu, maskini, na chini yake wataingia mafakiri. Basi hakuna ile katikiwa na njia wala mujahiduna wala watumwa wala, hakuna tofauti na ile zaka kubwa. Ile ya mali inapelekwa kwa watu sampuli 8 ambao umetajwa katika sura Tauba. Hii ni maskini na mafakiri peke yao, si mwingine. Je, inafaa kuitanguliza zakatul fitri? Tumeona katika hadithi inafaa, kanu yu'tuna qabla alfitri biyawmin au yawmain, walikuwa wanaitoa kuwapa wale wanaohudumia zile zaka. Kulikuwa kuna watu wamejitolea kukusanya zile zaka, kuzifikisha kwa wahusika wao kama vile mawakala wa kuzieneza. Sasa wasahaba na wengine walikuwa wakiwapa wale watu ili wazifikishe huko wanakoenda, siku moja au siku 2 nyuma. Na sio lazima kuwapa wao, muda wa kuwa mafakiri na maskini wamekuzunguka, ipeleke kwa jirani yako maskini, sio lazima wao waje wazichukue. Lakini nafaa kujitolea watu, nipeni mimi zaka zenu, ikiwa nyinyi hapa mji wenu hakuna maskini, kuna sehemu mtazifikisha. Maskini ni wengi huko mikoani ndani huko, milimani huko, au mji fulani. Haya mambo haya hayapo, tukiwafikishia na wao watafurahia Idi, atapewa, atazipeleka. Lakini kwa katika ya jamii yetu tayari maskini hao tumewapa. Lakini vile vile wakati wa kuitoa zaka tumeona kwamba inatolewa kabla ya watu kwenda msikitini. Je, itafaa kutoa thamani?
Ndio mahalu shahidi hapa tuliwacha kwenye kitabu. Sasa tunasoma kwa nini haifai kutoa thamani au kwa nini ifai kutoa thamani. Swali, je, inafaa kutoa thamani? Tumeona maneno ya mtunzi anasema wamejuzisha baadhi ya wanawachuoni kutoa thamani ya chakula hali ya kuwa ni pesa, hasa utakapohisi ile pesa ina manufaa zaidi kwa anayepewa kuliko chakula, basi hapo ndio utoe pesa haswa, kwa sababu umshahisi pesa itamsaidia zaidi kuliko kula. Sawa jambo lina khilafu, lakini sawa haifai kutoa thamani katika zaka ya fitri. Kilichotajwa ni at-ta'am, chakula, na baadhi ya vyakula wa Arabu vikatajwa, lakini sisi tutatoa mchele kwa sababu itaingia pale katika at-ta'am. Tulikuwa tunatoa chakula. Abu Saidi anasema hiyo pesa wakati wa mtume ilikuwepo na mtume anajua kutamka, lakini hakutamka pesa, alitamka chakula. Kwa hiyo haifai kumtilia maneno mtume kinywani. Yeye mwenyewe ajua kusema. Hakuwa bubu mtume wetu bana, na hakuwa kwamba eti hela haifahamu, anaifahamu. Kwa jamii yao zilikuwepo dinari, dirham, ndio pesa zao, na anajua kwamba kuna pesa za wafaa maskini, zinawafaa mafakiri, zinatolewa, na anafahamu hizo mali zinatolewa kwenye zaka kubwa, lakini hii zaka ndogo ya fitri akasema ta'am, chakula. Hasa kubadilisha chakula kupeleka kwenye pesa ni kuikosoa na kwenda kinyume na matamshi ambayo maswahaba aliyataja kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Haifai zakatul fitri kutoa pesa kwa niaba ya chakula, unatakiwa utoe chakula. Sasa wengine wana akili zao zasema hivi, sasa kila mtu akimpa chakula, kitoweo, nyama, mboga yatapata wapi? Sasa kama tayari ushapatwa na akili ya huruma, mpe pishi yako, kisha muongezee hela, mwambie kanunue mboga na matunda, ufanye juisi. Si mambo yameisha. Kile cha wajibu umeshatoa, na sadaka ya kawaida juu yake unampa na hela, kheri juu ya kheri. Lakini shida kubadilisha chakula ukatoa pesa, hapo haizingatiwi kwamba umetoa zakatul fitri. Hiyo ni sadaka tu ya kawaida, hakuna zaka hapo. Zakatul fitri lazima utoe chakula, sio pesa. Ndivyo mtume alivyosema, pesa anayejua na chakula nakijua, lakini akaamrisha chakula, akaacha kuamrisha pesa. Kwa dini itakiyobakie pale pale. Kwa mfano Eid al-Adha, si tumeamrishwa kuchinja, lakini kuna vichinjo maalum: ngamia, ng'ombe, mbuzi, kondoo. Sawa, na umewekwa muda baada ya kutoka katika swala ya Eid Adha, tunachinja pale. Sasa kwa akili kama hizi za watu utajiuliza, kwani mimi nikimchinja jogoo wangu kuchi haifai? Na kuchi langu kubwa, lengo si kuchinja, na mimi nachinja kuchi langu. Kwa akili za watu hawa itakuwa inafaa haifai? Kwa akili zao inafaa, lakini ukija kwenye sheria haifai. Sasa usije ukasema lengo si kuchinja. Lengo si kuchinja, lengo si kuchinja tu, uchinje kwa mafunzo ya sheria. Hapo ndo inapotakiwa. Sasa kama ni kuchinja tu, hata sungura waweza kuchinja, nachinja sungura wako ukasema Eidul Adha, je, ndio itafaa kwamba we ni katika udhiya? La. Au mwingine akanua jisamaki kubwa akalipika, akatia kulichinja pale, akachinja samaki eti, na mimi nimechinja Eidul Adha, itafaa? Hamna. Au kachinja nyati, hayumo katika lotajwa. Sasa tukenda kwa akili kwamba kwani hii haifai, tukenda hivyo mambo hayaendi, yatakwama. Kwa maana ukiamua kuchinja kabla watu kutoka katika musalla haifai vile vile. Kuchinja ndio kule na mnyama ndio yule, lakini kabla watu hawajatoka wewe ushachinja, unaambiwa hii ni nyama tu ya kawaida, sio adha, sio udhuhia hii.
kwa sababu umekiuka sheria. Sheria imekuja kwa utaratibu. Angalia sheria kama imekuja kuweka ibada mahala fulani, usifanye isipokuwa mahala hapo. Imekuja kufunga idadi fulani, usizidishe isipokuwa idadi hiyo. Imekuja kuainisha jinsi fulani ya vitu vya kufanywa, usitafute vingine. Sasa ukianza kwani hela haifai? Ndiyo haifai. Kwa nini? Kwa sababu mtume hajaitaja. Basi umemaliza jawabu. Usizunguke unajua ukimpa hela fukula, kwa sababu mtume hakuitaja. Na mtume ndiye ambaye tunachukua mafunzo kwake. Hela ilikuwepo na vyakula vilikuwepo, kaacha kutaja hela, kataja chakula. Kwenye zaka kubwa kule akataja mambo ya mali, lakini huku hakutaja mali, kataja chakula. Kwa tukienda kwa akili, kwa kuna ubaya hakuna ubaya, hii dini haendi hivyo. Wewe una huruma na umeshaona kuna hitajio la maskini kuwa na hela, fanya kile cha wajibu kwanza. Mpe kilo 3 zako za mchele wa basmati mzuri tu, au mchele wa Mbeya au wowote ambao utakuwa siku ya Eid atafurahia. Kisha mpe 5,000, mpe 10,000, 20,000, katafute kitoweo na mboga na matunda na kitu gani, ongezea hapo. Utapata thawabu za zaka, utapata thawabu za sadaka. Lakini si kubadilisha sheria kwa sababu ya pesa zako. La, hatutaki pesa yako, tunataka kilo 3 za mchele. Sawa? Wanawachuoni katika madhahabu zote isipokuwa wachache wameenda na kauli hii. Kwenye kila madhhabu wapo wanawachuoni ambao wameunga mkono kauli hii. Ndio kauli ya wengi katika wanawachuoni, akiwemo al-Imamu Shafi'i, huyo ambaye wanamkimbilia jamaa zetu sisi mashafi. Sasa Imamu Shafi'i ana maneno katika al-Ummu. Katika al-Ummu anasema la tujzi'ul qima, ai zakatul fitri, haitoshelezi thamani. Anakusudia katika zaka ya fitri. Al-Imamu Shafi'i kwenye kitabu chake al-Ummu, Imamu Shafi'i aliwahi kuandika kitabu, ana vitabu viwili tu, al-Ummu, ar-Risala. Kwenye hiyo al-Ummu hiyo anasema kuizungumzia zakatul fitri, la tujzi'ul qimatu, haitoshelezi thamani kukaa sehemu ya zakatul fitri, bado haijatosha. Sasa kama ni washafi, ndio huyo kiongozi wa madhhabu sasa kwenye al-Ummu. Pia al-Imamu an-Nawawi ana maneno katika al-Minhaj ambayo ni sharhi ya Sahih Muslim ibn Hajjaj. Alipokuwa akisherehesha Sahih Muslim, ana maneno. Al-Imamu an-Nawawi ni sheikhul madhhab, sheikh wa madhahabu ya kishafi, anafahamika na mashafi wote. Al-Imamu an-Nawawi ni nani kwenye madhhab? Anasema walam yujiz ammatul fuqaha'i ikhraj al-qima, na hawajajuzisha wengi katika wanachuoni wa fiqhi kutoa thamani. Wengi katika wanachuoni wa fiqhi hawajajuzisha kutoa thamani. Na nini katika hawa wanachuoni wa fiqhi? Al-Imamu an-Nawawi. Sasa ikiwa mnafuata wanachuoni wa fiqhi ni wepi, wakati wengi hawajajuzisha, wakiongozwa na Imamu Shafi haoni kwamba thamani ya pesa inatosheleza kwenye zakatul fitri. Vile vile al-Imamu Ahmad, naye ni mtu wa madhhabu Hanabila, anasema la yu'ta qimata, haitolewi kima chake, haitolewi thamani yake hiyo zakatul fitri. Maneno haya yapo katika al-Mughni ya al-Imamu Ibn Qudama al-Maqdisi, anasimulia kauli al-Imamu Ahmad, la yu'ta qimata, haitolewi thamani yake zakatul fitri. Kwa wale mahanabila wote, kiongozi wa Imam Ahmad anasema hivi. Ukirudi kwa al-Maqdisi kwenye al-Mughni, amemnukuu kauli yake, akasema Ibn Hazmi al-Andalusi, maarufu huyo Ibn Hazmi al-Andalusi, anasema la tujzi qimatun asla, hakitoshelezi kima, kwa maana haitoshelezi thamani aslan, asili hasa haitoshelezi. Lianna dhalika ghairu ma farada Rasulullah, kwa sababu hiyo thamani sio aliyofaradhisha mjumbe wa Allah. Mtume amefaradhisha swa'an min ta'amin,
sio swa'an min naqdin, pishi ya hela. Hakufaradhisha pishi ya hela, swa'an min ta'amin, pishi ya chakula. Kwa Ibn Hazm anasema thamani haitoshelezi kabisa, kwa sababu thamani sio aliyofaradhisha Mtume. Mtume alitaja chakula. Maneno hapo katika Al-Muhalla, kitabu maarufu cha al-Imam Ibn Hazm Al-Muhalla. Al-Imam Al-Baghawi wa mwisho huyo, msichoke. Al-Imam Al-Baghawi anasema naye yajibu ikhraju sadaqatil fitri, kuna wajibika, kuna pasa kutoa sadaka ya fitri min ghalibi quti ahli albaladi, kutokana na mara nyingi ya chakula cha watu wa mji. Watu wa mji mara nyingi wanatumia chakula gani? Utatoa hicho. Wala yajuzu ikhrajul qima, wala haifai kutoa thamani. Thamani haifai kwenye zakatul fitri. Maneno haya Baghawi utayapata katika Sharh Sunna ya al-Imam al-Baghawi, na wengineo katika wanachuoni wengi wameenda na msimamo huu, kama alivyoashiria al-Imam an-Nawawi kwamba wengi katika wanachuoni wa fiqh hawajajuzisha kutoa thamani. Kwa usije ukatoa hela 1000 mathalan kwa kuzingatia kilo moja ya mchele 1000. Kwa nikitoa 1000 tayari zile kilo 3, bado hiyo ni sadaka, sio zakatul fitri, wala haitoshelezi. Tumeelewana? Kama vile ambavyo hatoshelezi jogoo kuchi kumchinja kama ni udhuhia ukaacha mbuzi, hatoshelezi, wala sio udhuhia hiyo. Basi hivyo hivyo thamani haitoshelezi ukaacha kutoa chakula kinacholewa kwenye mji wako. Swali la mwisho, je, itafaa kuuza zakatul fitri? Umeletewa zaka nyingi, maana maskini kama wewe hamna, umepokea nyingi sana, watu 6, 7, 8, 10 wote wakumiminia zaka tu na sadaka za pesa juu. Najua hizi, kwani siuzi hizi? Au umeletewa michele mitupu, kila sampuli ya mchele, lakini hela huna. Sema subiri niuze hizi kilo 6 hizi 6 zilobaki nitakula. Nikiuza hizi 6 nitapata hela, nitapata mboga, mambo atakuwa bulbul. Je, itafaa? Anauza zakatul fitri ili afanye mambo yawe bulbul. Itafaa kufanya bulbul kwa kuuza zakatul fitri? Itafaa? Au umeona wapi? Al-lajnatu ad-daima, lajna ad-daima al-mamlakatu al-arabia, ambayo kiongozwa na Sheikh Ibn Baz, baraza maalum la wanachuoni tu watupu, waliulizwa hili swali huko mamlaka, wakajibu idha kana man akhadhaha mustahiquha, itakapokuwa yule aliyechukua hiyo zaka ni mwenye kustahiki, jaza lahu bai'uha ba'da qabdiha, itafaa kwake yeye kuiuza hiyo zaka baada ya kuipokea, liannaha swarat bilqabdi min jumlati amlakihi, kwa sababu imeshakuwa hiyo zaka baada ya kuipokea yeye ni katika jumla ya mali zake, vitu anavyomiliki. Akishapokea tu ni katika jumla ya vitu anavyomiliki yeye, sasa mali yake. Kwa hiyo ikiwa ni chake, itafaa mtu kuuza chake, hazuiliwi. Naweza kuuza hizi 6 au 9, nyingine akabakisha, ili apate hela, arekebishe mambo yawe bulbul. Sawa? Anasema itafaa ni katika jumla mali zake. Sasa wayajuzu tawzi'u zakatil fitri naqdan ala sahihi fima na'lamu. Sema huwa qawlu jumhuri al-ulama, fatawa lajnatu daima, juzu ya 9 ukurasa 380. Kwa itafaa mtu baada ya kupewa yeye mwenye kustahiki akauza baadhi ili afanye mambo mengine, na baadhi akaamua kupika akala, kwa sababu baada ya kukabidhiwa imekuwa ni katika jumla ya mali zake anazomiliki, ni cha kwake yeye. Sasa anaweza kuuza
akamgawia mtu au akala au akatoa zawadi, hiyo ni hiari yake. Wallahu a'lam.